the truth. Hawa mapasta mnaowaona watakatifu hawana utakatifu wowote. Hawana utakatifu wowote. Mkitaka kujua, unajua wewe unamwona pasta wako ni mtakatifu kwa sababu wewe sio mzuri. Hauna makalio, sio mweupe, sio mrefu. Waulize wale mabinti weupe wenye makalio pale kanisani. Kashatongoza wote, mjinga yule. Kashatongoza wote. Wewe unamwona mtakatifu kwa sababu hawezi kukutongoza, hauna makalio, sio mweupe, kichwa chako kigumu kama cha panya. Lakini waulize wale wadada weupe pale kanisani pale, watakwambia. They will tell you. Eti fiototo. Kama anakuja ananiambia, "Oh wewe, umesuka nywele." So, nikisuka nywele, kichwa cha mamako hiki. Kichwa cha mamako au nina undugu na wewe. Leave me alone. No, stupid pastor. I wonder. Kaulizeni wale mabinti warembo wale pale kanisani. Wewe unajua wewe unamwona pastor mtakatifu kwa sababu tu hajawahi kukushika titi, hajawahi kukutongoza. Na hajakutongoza kwa nini? Pua yako ni kubwa kama katapila. Havutiwi na wewe. Kwa sababu havutiwi na wewe, wewe unaona kama pastor mtakatifu. Hana utakatifu wote, kunguni yule mjinga yule. Hana utakatifu wote. Wafuate wale wadada wazuri pale kanisani, waulize utakatifu wa pasta, watakwambia ukweli. Au nikupe nauli, uwafuate makwao. Mfuate yule dada anayekuwa na makalio makubwa pale kanisani, mfuate. Kamuulize kuhusu pasta, atakwambia ukweli. Kamuulize, mlipe tu hela. The mix master like atakutongoza kivipi? Atakutongoza kivipi? Kwanza una sura yako kama mbuzi wa kiume. Atakutongoza kivipi? Hawezi kukutongoza. Hawezi. Sio kwa sababu hajakutongoza unaanza kutuletea makelele. Oh, mwacheni pasta wangu ni mtakatifu. Pasta wako ni mtakatifu. Mtakatifu wa nyoko, mtakatifu kuio. Mtakatifu yupi? Wewe una pasta mtakatifu. Mjinga yule. Fiododoto. Ni acha nini na mimi kabisa? Acha na mimi. Maandiko yanasema hivi katika Misali ile sura ya 26 mstari wa 5 nasema hivi, umjibu mpumbavu sawa sawa na upumbavu wake, asije akawa mwenye hekima machoni pake. Niseme kwamba hivi, kwa maneno aliyeweza kuyasema huyu kiboko ya wachawi hapa, niseme kwamba kiujumla nadhani kwa hali jinsi ilivyo sasa ya dunia hii, na mahubiri mengi yaliyotapakaa kwenye dunia hii yametengeneza kizazi fulani ambacho ni kizazi kiovu sana, kwa sababu ikiwa aliyekuwa anadhaniwa kwamba ni mchungaji anaweza akanaongea utumbo kama huu, ni moja kwa moja inatengeneza image ya watu wengi kwanza kuamini basi duniani hakuna mtakatifu, wote wameoza, wote wameharibika. Mimi nataka niseme hivi, mimi unaniona nimeokoka 2017, leo hii ni 2026, mwezi wa 5 ninatimiza miaka 9 tokea nimeingia kwenye wokovu. Sijawahi kuzini, na hapa nilipo sijaoa, na niko naishi tu kwa ajili ya kusudi la Mungu. Sasa naona kwa namna alivyoweza kuongea huyu kiboko ya wachawi, ni amejaribu kusema kwamba duniani bwana mapasta wote wameharibika. Basi mimi ni mchungaji pia, mimi mbona sijaharibika? Tokea 2017 mpaka leo sijawahi kuzidi, na sina mpango hata wa kuoa, kwa sababu mimi nipo ili nilishie kusudi tu la Mungu. Sasa najua misingi kama hii mibovu ambayo wanaisimamisha vibaka hawa na wahuni ambao wanakuwa nasema duniani hakuna mtakatifu, ndio misingi ambayo imeshikiliwa sana na dunia na ulimwengu huu, hususani kwenye jamii ya wanaoitwa Wakristo. Sasa nataka nionyeshe hapa baadhi ya maandiko. Usikia maandiko yanavyosema, kwa sababu huyu si ni kibaka tu, kibaka fani tu mzoefu. Unajua mara nyingi jinsi inavyokuaga, mtu yote ambaye anajihusisha na masuala ya uovu, muzinzi, mwizi, mlalushwa, muhuni, kwa vyote vile lazima awe na maneno yanayoendana na akili yake, na maandiko yanasema kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Hebu ngoja nikusomee kwanza hapa tena katika Misali hapa. Usikia maandiko haya katika Misali 28 mstari wa 4. Sikia maandiko yanavyosema, wao waiachao sheria huwasifu waovu, bali wao waishikao hushindana nao. Nirudi tena mstari tu wa kwanza, sema waovu kimbia wasipofuatiwa na mtu, bali mwenye haki au wenye haki ni majasiri kama simba. Mstari wa 4 ndio inasema kwamba wao waiachao sheria huwasifu waovu, bali waishikao hushindana nao. Ukiona mtu anaanza kukwambia hakuna mtakatifu, wote tumeoza, we jua kwa vyovyote vile anashiriki maovu. Maovu ni sehemu ya maisha yake. Ndio maana utakuta unasema haya mambo haiwezekani mtu kubadilika. Haiwezekani ni kwako. Kuna wakati niliwahi kuhubiri nikiwa pale Dodoma. Kuna makanisa fulani ambapo pale tulipo pale Mkonze Maua pale. Sasa niliwahi kuhubiri nikanasema ukiona mchungaji anakuambia hakuna mtakatifu duniani, mkimbie sana huyo.
Naiona mhubiri mmoja kwenye msiba mmoja pale Dodoma Mkonze, tulipo na tawi letu pale Kosikazi cha Injili, akanasema kwamba unajua bwana, wote hatujakamilika, wote tumeoza. Sasa nikajaribu nifuatilie background ya huyo mchungaji, nikakuta nilizinzi linalewa, nilikatekista fulani hivi. Sasa hii ndo maandiko yanasema wao waiachao sheria huwasifu waovu. Mtu yoyote ukianza kumwambia hakuna mtakatifu, wewe jua ameiacha sheria. Ndo maana analazimika asimame nyuma ya waovu awasifie, awajaribu kupongezana nao au kutiana nao moyo. Lakini nataka niwaambie, kwa vyovyote vile mwanadamu yoyote ambaye tu uko chini ya dunia hii, unawaza kumwishia Mungu, unawaza kuishi kwa ajili ya kusudi la Mungu, na kuhakikishia kuishi maisha matakatifu inawezekana. Unahitaji mazingira, jitenge na baadhi ya marafiki, tafuta mazingira yenye ibada nyingi za muda mrefu, yenye maombi ya muda mrefu. Fanya hizo ibada. Hizo ibada zinaweza zikakutengeneza kuwa mtakatifu. Mimi nakumbuka nikiwa chini ya kanisa ya Fandi Lea EAGT 2017 ambapo nilikuwa mwezi wa 5 pale Dodoma Bihawana. Lile kanisa historia inasema kwamba vijana wengi walikuwa nafika pale walikuwa wanaanguka kwenye uzinzi. Sasa mimi nilipoingia kwenye imani hiyo au kwenye wokovu huo, mimi niliamua tu kutaka kubadilika, kutaka tu kuishi maisha matakatifu. Na pia nilikuwa nimezamia kwa sababu niliokolewa na Mungu kwa namna ya maajabu. Hapa sivielezei. Ila tunataka nikwambie, ukihitaji maisha ya kuwa mtakatifu, utatakiwa uwe na maombi mengi, mifungo mingi, mikesha mingi na ibada za kila siku, kwa sababu mfumo waliowahi kuutumia humu kwenye Biblia baba zetu, ukisipoufuata wewe utaumia tu. Utaumia tu. Sasa kuna watu unasema mimi natafuta kuishi maisha matakatifu. Marafiki ni wale wale. Biblia inasema ajifanyie rafiki wengi ni kwa ajili ya uangamivu wake mwenyewe. Marafiki ni wale wale. Vijio unavyokaa ni vile vile. Biblia inasema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Wewe una marafiki wale wale. Una chat message za kijinga. Unashirikiana na watu wa hovyo. Biblia inasema pana shirika gani kati ya giza na nuru? Pana mapatano gani? Marafiki ni wale wale. Hujabadilisha, unasema nimeokoka. Simu yako haiwezi kushika mtu yote na password kila kona. Na kuhakikishia umechagua mwenyewe. Lakini nataka nikusomea hapa maandiko. Hebu sikia maandiko ya katika kitabu hiki cha Mathayo 5 mstari wa 48, nasema hivi: basi nyinyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Wewe fahamu, mbinguni hawaingii watu wazinzi, hakiingii kinyonge. Nikusomee nayo maandiko kidogo hapa katika Ufunuo sura ya 21 hapa. Sikia maandiko haya. Ufunuo 21 hapa nisome, afu nikusomee na mahali pale. Ufunuo 21 mstari wa 8 nasema, vibali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Lizinzi, liongo, unashiriki kila aina ya uchafu, ufisadi. Unatarajia siku moja uje umuone Mungu. Subutu yako maisha ambayo utatakiwa uyaishi, ya kujitenga mahali fulani, ya kujitenga na jamii, ya kujitenga na marafiki fulani ambao ulikuwa nao hapo kale. Biblia inasema ambatana na wenye hekima nao utakuwa mwenye hekima, bali rafiki wa upumbavu wakosi ataumia, katika ile Misali 13:13 pale. Sasa nisome tena katika Ufunuo hapa 2 mstari wa 10. Sikia maandiko haya. Ufunuo 2 mstari wa 10 anasema hivi: usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Uwe mwaminifu hata kufa. Umekuwa mwaminifu hata kufa? Mnachungwa na vibaka hawa wanaojiita si kiboko. Acha vibaka tu. Hawa type za kina Kuhani Musa, akina Mamposa, Isuguye na ubiri kadha wa kadha, sio akina nani hawa akina Maboya na wengine ambao mahubiri yao ni yale kupata shauku zenu za dunia, kupata mali, kupata wachumba, kupata vyeo, kupata shauku za dunia hii. Ndio maana wengi mmejaa tamaa ya zinaa, kwa sababu ulikotoka ulikuwa na zini. Umekuja kanisani na kwa hiyo kwambia utapata wachumba double, utaolewa, utapata mchumba. Mazungumzo mabaya haribu tabia njema. Ndio badilisha mazingira, badilisha kanisa. Biblia kuna mahali fulani kwenye kitabu cha Ufunuo nasema wamridhia yule mwanamke kahaba. Unalizia mafundisho manyonge, mafundisho dhaifu, unaridhia. Na umekaa tu hapo, ni mtu fani ambaye tu umekaa tu unasema Mungu atatubadilishia hapa. Hakubadilishi Mungu. Biblia inasema tafuteni nanyi mtaona. Sisi wengine tulitoka chini ya makanisa yanayohubiri tu shauku za dunia hii. Utapata wachumba, utapata magari, mwaka huu haupiti, Mungu anaenda kukuinua. Tuliamua kuondoka. Biblia inasema toka katikati yao katengwe nao, asema Bwana Mwenyezi. Toka katikati yao. Sisi tuliamua kutoka. Lengo tu tuweze kulinda falsafa tulio nayo. Usifikiri utakatifu unaofikia mara moja tu, unatafutwa.
unapambaniwa, unajitenga na mazingira fulani, unajitenga na watu fulani, unajitenga na waovu, unatafuta watu wenye falsafa na nia kama ya kwako, unashikamana nao hao. Kwa maana imeandikwa, na njia hiyo itaitwa njia ya utakatifu, wasio safi hawataipita, bali itakuwa kwa ajili ya hao wasafirio. Sio kwa ajili ya kikundi cha wamama, sio kwa ajili ya kikundi cha vijana, sio kwa ajili ya kikundi cha watoto, sio kwa ajili ya kikundi cha cha nini. Ni kwa ajili ya njia ya wasafirio. Wasio safi hawataipita hiyo njia, wataonekana tu ni watu fulani ambao wataonekana kama wajinga, lakini hawatapotea katika njia hiyo. Unashikamana na watu fulani tu wenye nia na mlengo kama wa kwako, vinginevyo na kuhakikishia utoboi, ufike kwenye dini waliyokuambia si dini hii, tutanyakuliwa, unyakuliwe wewe na mitamaa ya zinaa hiyo. Kuna vitu fulani duniani hapa nakera sana. Kwa mfano kama anachokiongea huyu ndio mahubiri yaliyotapakaa sasa kwenye makanisa mengi. Malize na andiko hili hapa. Malize na andiko hili hapa katika kitabu cha Wafilipi. Wafilipi sura ya 3 hapa nimalize. Filipi sura ya 3 mstari wa 18 au nianze mstari wa 17. Sasa ndugu zangu, mnifuate mimi mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Anasema, maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao u katika fedheha yao waaminio mambo ya duniani. Kwa maana sasa nishie tu hapa, anasema mwisho wao utakuwa sawasawa na mwenendo wao, sawasawa na namna zao. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, wakina wani Musa, wakina wakina kiboko ya wachawi. Mwisho Mungu wao ni tumbo, na mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Angalia sasa, walianza wakiwa wanajionyesha wana Mungu, walijionyesha wakiwa wanaangusha mapepo, wanaangusha sio wachawi, lakini wana mwisho wao ni kuweka sasa lasta, ni kujiweka, ni wahuni tu, ni vibaka fulani tu. Mwisho wao utakuja utaonekana sawa sawa na kazi zao. Hao wanaokombolesha si udongo, si kukombolesha mafuta, lakini Mwamposa ambao kwa sehemu kubwa tokea wameanza kusema tunamaliza kesi, mpaka leo watu bado wanaendaga wakiwa masikini vile vile, akibadiliki chochote, sababu imeandikwa asiyefanya kazi na asile, wao wanavunja laana na mikosi, wanarudisha nyota zilizopotea. Nyota gani zilizopotea? Mimi nikwambie mwanadamu, wewe ulivyo ni zao la ulivyochagua kuishi. Imeandikwa itakuwa ambapo utaisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutii na kutenda yote akuagizayo, ndipo zitakapokujia baraka hizi. Na maandiko mahali pengine nasema ziki na shida kwa kila nafsi ya mwanadamu tenda ubaya. Kwa Myunani kwanza na Myunani pia na Myahudi pia. Watu mnaishi maisha ya kuzini, maisha ya ulevi, maisha ya kila namna. Unatarajia baraka ya Mungu, unatarajia Mungu afunike maisha yako. Imeandikwa ni nani atakayewazuru mkiwa mna juhudi katika kutenda mema. Kwa nini nikwambie mtu wa Mungu? Badilisha mfumo wa kuishi, badilisha marafiki. Tafuta mchungaji ambaye utajitiisha chini yake. Tafuta mchungaji ambaye atakupa jinsi gani yeye alivyoweza kusurvive, alivyoweza kuishi katikati ya jamii, kwa sababu katika kitu mimi ninachoweza kukwambia, rafiki wa wapumbavu wakosi ataumia, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Unaishi chini ya mchungaji ambaye mwenyewe anaendeshwa na dunia hii, na wewe utaendeshwa tu, kwa sababu alivyo baba ndivyo watoto watakavyokuwa. Namaliza kwa kusema ni sauti ya mtoto mtu aliyekutoka nyikani, anasema tengenezeni njia Bwana, nyosheni mapito yake. Tazama Mungu mhukumu haki wa kila mtu anakuja na malipo. Na hii ndio maana ya neno Maranatha. Amen.